Siku ya Jumatano mapema alfajiri pale nchini India ambako alikimbilia kutafuta nafuu ya maradhi yaliyokuwa yameanza kumlemea, Raila alifunga safari yake ya mwisho. Alikuwa na umri wa miaka takriban 80. Kifo chake hakikuwa tu habari, ila kilikuwa ni tetemeko lililokuwa alama ya mwisho wa enzi ya mwanaume aliyehamasisha umma, aliyochochea mapambano ya haki na demokrasia ya kweli, hata kama hakuwahi kulishika taji la urais. Kwa miaka mingi jina la Raila liliandikwa kwenye mabango ya maandamano, likaimbwa kwenye mikutano ya hadhara, likawa kama mwangaza wa walioamini kuwa sauti ya raia ni zaidi ya kura, ni njia ya kutengeneza taifa. Raila alikuwa shujaa wa kweli. Kwa wapinzani wake alikuwa ni mwiba usiotolewa kirahisi, lakini kama unavyofahamu katika siasa, kila jua lina kivuli chake. Kifo chake kimeacha pengo kubwa katika siasa za upinzani, wakati ambapo macho ya taifa yanaangazia uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Sauti ambayo mara nyingi ilisikika bungeni, mitaani na hata uwanjani, sasa imenyamaza. Lakini je, hadithi yake itaishia hapo? Ingawa alitokea kwenye familia za kisiasa, mwana wa Jaramogi Oginga Odinga aliwahi kuwa makamu wa kwanza wa rais baada ya uhuru, Raila hakuwahi kufikia kiti cha urais, sawa kabisa na baba yake. Taji hilo kama upepo wa jangwani lilimponyoka mara kwa mara licha ya jitihada zake zisizokoma. Mwaka 2008 aliwahi kushika wadhifa wa waziri mkuu katika serikali ya mseto iliyoasisiwa baada ya uchaguzi wenye utata na ghasia kali. Lakini hata hapo alihisi kutelekezwa mara kwa mara, huku akisema kuna mgogoro wa uongozi. Katika mwaka 2022 alitupa karata yake ya 5 ya kuwania urais. Safari hii alishirikiana na Martha Karua, mwanamke jasiri aliyekuwa waziri wa sheria. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa mwanamke kuwa mgombea mwenza, hatua ambayo waliona kama kuwa ni ya kihistoria, ukizingatia kuwa siasa za Kenya mara nyingi huacha wanawake pembezoni. Lakini hata katika safari hiyo alikosa ushindi, lakini bado hakuishiwa heshima wala ushawishi. Mnamo mwezi Februari, Odinga alijaribu tena bahati yake. Safari hii si ya Kenya, bali ni barani Afrika, alipowania nafasi ya mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Lakini kitu hicho pia kilimponyoka aliposhindwa na waziri wa mambo ya nje wa Djibouti. Ingawa wengi waliona kuwa ni pigo, bado jina lake lilibaki kuwa kubwa kama mti wa mvule, hata ukikauka bado unaogopwa. Licha ya kushindwa mara kwa mara, Raila aliendelea kuwa kiongozi mwenye mvuto mkubwa. Marais waliofuata walijikuta wakihitaji mkono wake, ama kwa usaidizi ama kwa kupunguza upinzani. Katika mwaka uliopita, Rais William Samoei Ruto alikaribiana naye, wakafanya mazungumzo ya kisiasa yaliyosababisha chama cha Raila ODM kupata nafasi katika serikali. Wajumbe 4 wa ODM waliingia serikalini, lakini serikali hiyo mpya ikaitwa Broad Base, kama kuonyesha kuwa sasa utawala ulikuwa umepanuka, ukamgusa hata aliyekuwa mpinzani mkali. Lakini kama kawaida, si kila mtu alishangilia. Vijana maarufu, hasa kizazi kipya cha Gen Z, walimshutumu vikali, waliona kuwa ni kama amesaliti mapambano yao. Aliuza matumaini yao kwa mazungumzo ya nyuma ya pazia. Raila alijibu huku akisema sikumuuzia taifa, ila ilimshauri rais kuiokoa nchi. Agwambo Tinga densi ya Raila. Katika mikutano ya kisiasa, Raila alikuwa hawezi kupitwa, akicheza kwa upole, kujiachia, hasa nyimbo za reggae zilizopigwa. Watu waliiga mitindo yake na ikawa tamasha dance ya Raila. Wafuasi wake walimuita majina ya mapenzi: Agwambo, mwenye miujiza; Tinga, kama jina la trekta lililokuwa na nembo ya chama chake ya mwaka 1997. Kwa wengi, kumbukumbu ya mwaka 2007 ni nzito. Baada ya uchaguzi wenye utata uliohusisha takriban watu 1200 waliouawa, maelfu kukimbia makazi yao, Raila aliamini kuwa ushindi wake uliibwa. Machafuko yalipozidi, rais mstaafu wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan alikuja kuleta suluhu. Hapo ndipo Raila alipata nafasi ya kuwa waziri mkuu katika serikali ya mseto na Mwai Kibaki. Lakini hata hapo uhusiano wao ulikuwa mgumu kama maji na mafuta. Bado vita baina yao vilisalia. Mwaka 2017 Odinga alipinga matokeo ya uchaguzi katika mahakama kuu ya juu. Mahakama ilikubaliana naye, ikabatilisha matokeo ya mara ya kwanza katika historia ya Afrika.
lakini Raila alisusia uchaguzi wa marudio akisema hakukuwa na mazingira ya haki. Wafuasi wake walijibu kwa ghadhabu, wakisusia biashara zilizokuwa zinamilikiwa na familia ya Kenyatta. Taifa lilitetemeka tena. Lakini ghafla Raila na Uhuru Kenyatta walionekana wakipeana mkono. Handshake hiyo iliwashangaza wengi. Uhasama wa miaka mingi ukayeyuka ghafla. Baadhi waliona ni kama hekima, wengine waliona ni unafiki, lakini ni wazi kuwa ilikuwa ni hatua ya kihistoria. Uhuru Kenyatta akageuka, akaamua kuunga mkono azra ya Raila ya mwaka 2022. Lakini hata hivyo kura hazikutosha. Katika mwaka 2010-2011 Raila alitumwa Umoja wa Afrika kuwa mpatanishi wa mzozo wa Ivory Coast, lakini juhudi zake hazikufua dafu. Rais Laurent Gbagbo alimkataa akisema anampendelea mpinzani wake kwa tara. Katika miaka ya mwisho Raila alipunguza kasi. Mara kwa mara alionekana akitembea mitaani Karen, Nairobi au kijijini kwao huko Siaya. Pia alikuwa ni mpenzi sana wa mazoezi, akijitahidi kuweka afya sawa licha ya umri wake kumtupa mkono. Alikuwa mume wa mama Ida Odinga na walijaliwa watoto 4. Fidel ambaye kwa sasa ni marehemu, Rosemel, Raila Jr. pamoja na Winnie. Mtoto wake Fidel alipewa jina la Fidel Castro kwa sababu ya misimamo ya baba yake wakati wa vita baridi. Ingawa alikosoa sera za Marekani, Raila aliamini katika demokrasia ya mataifa ya Magharibi na alipigania kwa damu. Na hivi ndivyo ambavyo Raila Odinga atakumbukwa katika siasa za kidemokrasia za Kenya. Pumzika kwa amani, Raila Odinga.